Katika mgahawa mmoja mdogo huko Seattle, mzee mmoja mwenye muonekano wa kipekee aliingia. Alikuwa amevaa vazi jeupe lililochakaa, miguu mitupu na ndevu ndefu, akifanana kabisa na taswira ya Yesu. Mikononi mwake alishika bakuli tupu na kuomba kwa sauti ya upole, "Mwanangu, naomba unipe maji kidogo." Badala ya kusaidiwa, mhudumu mmoja alimfokea kwa hasira, "Ondoka hapa wewe mwombaji mchafu, hapa si kimbilio la wasiojiweza." Hata wateja wengine walimfanyia dhihaka, wakisema kuwa watu kama yeye hutumia kisingizio cha maji ili kuomba pesa. Mzee huyo alibaki amesimama, akishikilia bakuli lake kwa huzuni hadi vidole vyake vikabadilika rangi kuwa jeupe kwa kukaza. Wakati kila mtu akimfokea, mhudumu mchanga aliyeitwa Jenny alisimama na kumsogelea. Licha ya kelele za wenzake, Jenny alimimina glasi ya maji na kumpa yule mzee kwa heshima. "Bwana, tafadhali keti," alisema kwa upole. "Maji haya ni ya bure." Mara baada ya kufanya hivyo, Jenny alihisi amani ya ajabu ambayo hakuwa amewahi kuipata kwa miaka mingi. Mzee huyo alianza kuzungumza na Jenny. Kwa mshangao mkubwa, alianza kumtajia mambo ya siri ambayo hakuna mgeni yoyote angeweza kuyajua. Alizungumza kuhusu mama yake Jenny aliyekuwa hospitalini akiwa hajitambui, upasuaji mkubwa uliokuwa unahitajika ambao Jenny hakuwa na uwezo wa kuugharamia, ndoto ya Jenny ya kuwa muuguzi iliyokuwa imezikwa na ugumu wa maisha. "Usiogope," mzee huyo alimwambia Jenny kwa sauti ya faraja, "haujasahaulika." Wakati Jenny akigeuka kidogo kuchukua vitambaa vya kusafishia, alipata mshtuko alipogeuka tena. Mzee huyo alikuwa ametoweka. Hakuna mlango uliofunguliwa na hakukuwa na sauti ya hatua. Mezani palikuwa pamebaki risiti iliyokunjwa. Jenny aliifungua kwa mikono inayotetemeka na ujumbe ulisomeka: "Maji uliotoa yatakurudia mara nyingi zaidi. Kagua mashine ya pesa." Alipofungua draw ya pesa, register, hakukuta pesa thasili, bali alikuta uthibitisho wa muamala, transfer confirmation, uliokuwa na kiasi kikubwa cha pesa. Zilikuwa ni pesa za kutosha kulipia upasuaji wa mama yake na kubadilisha maisha yake yote. Katika wakati huo, Jenny alielewa kuwa mzee huyo alikuwa Yesu. Simulizi hii inatufundisha kuwa wakati mwingine Mungu haji kwa radi na ngurumo, anakuja kwa ukimya, akiwa na njaa au kiu, akiomba kidogo sana ili akupatie kila kitu.